Tunakushukuru kwa maana kusudio lako kwa hakika ni kutujengea imani hii unaoitafuta, ambayo kwa hakika itatuwezesha kusimama imara wakati dhoruba, wakati ambapo hofu ile mwovu shetani inapo sukuma kwetu kupitia madai yake, kupitia mashtaka yake, kupitia shida za ulimwengu huu na matatizo mengi na hata majaribio mengi yanayotuletea. Katika masomo ambayo tumekuwa nayo, lengo imekuwa ni kwamba imani yetu kwa hakika ijengeke kwa kutumaini wewe. Kutumaini wewe ambaye ni baba yetu unayetupenda, na haya ambayo anatuwazia mema, uliye na mipango mizuri katika maisha ya kila mmoja wetu. Na wakati huu tunapoendelea kujifunza kusisitiza jambo hilo, naomba ya kwamba ukaribie katika mkutano huu, katika kikao hiki, kila mmoja wetu kwa njia ya kipekee, kwa njia ya kila mmoja binafsi aweze kusikia sauti yako, kile ambacho umekusudia ajifunze kupitia majifunzo haya na somo hili la jioni. Wajili wako malaika tunawakaribisha waweze kutuelekeza, waweze kuzungumza na nia zetu, waweze kuzungumza na mawazo yetu, waweze kutupatia uelewa sahihi kuhusu siri hizi kubwa za wokovu. Tuongoze nami nitumie kama chombo, tuomba kwa Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Tunapoingia katika huduma ya patakatifu mno katika pasia ile, yani kuhani mkuu anapomaliza huduma hapa, anapoingia katika patakatifu, ninafikiria kwenye vipengele ambavyo tutangulia tumezungumzia huduma hii ya patakatifu, the most holy place. Sasa nilitaka tu kuweza kuzungumzia kitu fulani. Huduma inapobadilishwa katika kila stage kuna mlango unaofunguliwa. Unapotoka katika huduma ya behewa kuna mlango hapa, sio? Na unapotoka katika mlango kutoka kwenye huduma ya patakatifu au chumba cha kwanza, kuna pia mlango mwingine unaofunguliwa. Ninaamini tunaofahamu wa maandishi ya awali mahali ambapo tunapoambiwa kwamba Kristo alifungua mlango kwa kanisa la Philadelphia na kuna mlango mwingine uliofungwa. Sio? Mlango unaofungwa ni mlango wa kuingia kwenye huduma ya wapi? Ya patakatifu. Na mlango uliofunguliwa ni mlango unaoingia katika huduma ya patakatifu. Now, sasa katika lugha ile ya kwamba mlango unafungwa na kufunguliwa, sio kwamba binadamu hawapati huduma ya patakatifu, bali ni kwamba huduma hiyo sasa inapiga hatua katika ukamilifu wake katika ulimwengu mzima, kama yani lengo la huduma hiyo inapiga hatua katika ujumla, lakini mtu binafsi kuwa anafaidika na huduma ya hapa ndani. Yaani hamna mtu yeyote ambaye hapati huduma ya Kristo ya patakatifu. Hiyo anaifanya. Ndio maana lazima awe ndiye anayefanya kazi ya kusafisha taa na kazi ya kuwasha ufumba katika madhabahu ya nini? Ya ufumba hapa ndani. Lakini cha msingi ni kwamba kazi ya Kristo imebadilika. Lengo lake na mission yake kuu ni kumaliza kazi, sio? Ndio. Kwa maana hiyo ya kwamba kazi zote hapa huwa lazima zijirejee. Yaani kila mtu binafsi anayekombolewa mpango huu lazima upitie. Ijapokuwa huduma ya hapa nje Kristo aliikamilisha kwenye msalaba, sio? Alipoitenda yeye kazi hiyo alimaliza, lakini kazi hiyo lazima irudiwe kwa kila mtu kwa wakati wake. Kuna mtu ambaye tunamzungumzia ambaye katika ulimwengu kule nje, lazima aanze na Mungu wake. Lazima waanze hapo, sio? Na wakati huo wewe uko wapi? Uko mbele kabisa. Uko mbele kabisa, sio? Kwa hivyo Kristo anaanza na mtu pahali hapa,
alafu anapiga hatua taratibu. Kwa kazi hii ni kazi ambayo hauwezi ifungia mlango kwa wakati, isipokuwa wakati ni muhimu, kwa maana yake inakuelekeza mpango wa Mungu. Yeye alikusudia wakati huu tuwe katika stage ipi, sio? Ndio maana ya mlango huu kufungwa. Maana yake huduma ya Kristo kikamilifu imeingia katika kazi ya hapa ndani. Ukirudi nyuma kidogo tu kupitia kitu fulani, baada ya miaka ile 1260, baada ya hiyo miaka hiyo ambao ni utawala wa pembe ndogo, huduma ambayo iliingia baada ya hapo iliingia ni huduma ya marejesho. Inaitwa huduma ya matengenezo. Mahali ambapo ilibidi watu waanze kurejeshwa katika kwanza ikaanza na Wabaptisti kuanza kujifunza ubatizo wa kweli. Baada ya hapo ikaingia kwa wale wana matengenezo walioanza kutusaidia katika mpango wa kutafsiri maandiko, akina Wycliffe, wengine akina nani hao? Tyndale, waliochoma wengi, sio? Wengi wakauawa sana. Wengine waliotafsiri maandiko ikawa kwamba ukipatana na Biblia ambayo imetafsiriwa au ukipata Biblia katika lugha ya binadamu ya kawaida ilikuwa ni uasi. Watu wakawa wanaangamia wengi sana. Baada ya hapo mambo ya kupeana kazi ya kupeana ushahidi wa kazi ya Bwana au kushuhudia wokovu ambao tumeupata kwa watu wengine na wala sio kuachia mapadri, ikaanza kufanywa na watu wanaoitwa, mnawaita namna gani? Ni Methodist. Neno la Bwana, kina Luther pia wakaanza kulimega neno hilo la Bwana kwa watu walipata neno la Bwana moja kwa moja kwenye lugha zao. Kazi ya uombezi wa Kristo bila kutumia mbadala katikati hapo ikaanza kurejeshwa. So unapata ni matengenezo fulani ambao kwenye kila kimo Bwana amekuwa akilenga kurejesha kitu fulani. Sasa Waadventista sisi, Bwana akatupatia nafasi nzuri ya kumaliza kazi kwa kufunua kazi ya patakatifu mno. Sisi akatupatia ujumbe wa kuelekeza wanadamu katika huduma ya patakatifu mno, mahali ambapo hukumu za Bwana au hukumu ya Bwana yafanya kitu gani? Inatendeka. Sasa hapa ndani tulipofika hapa ndani, then sisi ndio ambao Mungu atupatie nafasi nzuri ya kuwakilisha tabia yake kwa ulimwengu, isipokuwa tulipoanza kazi hiyo shetani akatunasa barabarani. Badala ya kutafsiri na kuhubiri ujumbe wa Bwana jinsi alivyokuwa amekusudia, tukaanza kuhubiri ujumbe wa Mungu katika picha ya nani? Ya shetani. Picha ya shetani. Ndio maana ujumbe wa malaika wa kwanza unabidi urudiwe tena na malaika wa 4. Kwa maana yake unapoanza kazi hii ya kutangaza ujumbe wa kwanza kwamba hukumu ya Bwana inafika, ilikuwa ni kusudio la Mungu ndiposa watu waondolewe katika Babeli. Babeli ikiwa ni system na mifumo ambao ni ya uasi, mifumo ambayo inawakilisha uongo katika mfumo wa nini? Katika nadharia kwamba ni kweli. Isipokuwa kazi hiyo haikuweza kutimia, ndiposa inabidi tena Mungu aweze kuinua sauti nyingine katika ujumbe wa malaika mwingine wangapi? Wa 4, ambaye anakuja sasa kutia nguvu kwa ule ujumbe wa kwanza ambao ni ule ya kwamba hukumu ya Bwana imefika. Matokeo baada ya hapo ni kwamba Babeli inafanya kitu gani? Inaanguka. So inarudiwa, kwa maana yake haikutimiza kazi yake mara ya kwanza. Kwa maana yake ulipopewa injili ya milele, injili hiyo iliweza kupotezwa kwa kuchanganya vitu vingine, kwa maana kwa kwamba hawana injili ya kweli. Jinsi ambavyo Paulo anasema ya kwamba ikiwa mtu mwingine au ni malaika ambaye atawaletea injili nyingine isipokuwa tuliyowaletea, huyo mtu afanye kitu gani? Alaaniwe. So Wasabato tulipoanza kufunza injili ya milele, tukaifunza tumeichanganya na tafsiri ya shetani, then ikawa ni machukizo mbele ya Bwana. Bwana akituangalia kama kanisa akasema sisi ni Laodikia. Na Laodikia maana yake ni kwamba ni watu ambao ni vuguvugu, watu ambao hawana injili ya kweli, watu ambao wana mizani katika mawazo yao ambao Mungu anaitumia. Ndio maana ya jina Laodikia. Laodikia ni kundi la watu ambao katika muktadha wa hukumu za Bwana zinazofanyika, lakini wanapotafsiri hukumu za Bwana wanazitafsiri katika mtazamo wa Mungu jike anaoitwa Daik. Hao ni mafunzo ambayo ni mazuri ya kuweza kuiangalia. So hapa huduma ya Kristo ilipokuwa inaingia hapa, ilibidi pasia hili lisifunguliwe bali lipasuliwe. Kuna tofauti? Ndio. Pasia hili halikufunguliwa, pasia lilipasuliwa. Kristo anapokufa kwenye msalaba, pasia lile la hekalu lile walilokuwa wanalitumia kama mfano liliraruliwa katikati, sio?
Kwa nini ilikuwa hivyo? Na wala sio kufungua. Now, naomba niweze kupeana mfano fulani. Now, to assume kwamba nyinyi ni wana wa Israeli ambao mko katika sehemu ya east. East ni hii. Sawa? To assume kwamba jua inatoka kule. Sasa mimi assume hapa mimi ni kuhani. So ninapokuwa ni kuhani nimeangalia pasia. Assume pasia ndio hii, sio? Chumba kiko hapa ndani cha mahali kina mzee mapande wanalala, assume ndio patakatifu, sio? So ikiwa nimetazama anafanya huduma ya Bwana, napenda mfano. Nafanya huduma ya Bwana mbele yangu, ninapomtazama Bwana, nini ninachokiona mbele yangu? Pazia. Naona kitu gani? Pazia. Pazia. Nao, kwa nini ni pazia? Na pazia hii inawakilisha kitu gani? Nao, ningelipenda tuweze kuangalia kitabu cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili 1:10. Timotheo wa pili 1:10. Nasemaje? Timotheo wa pili sura ya kwanza fungu la 10. Naam. Nasema sura ya kwanza fungu la 10. Nasema tuwe faster kidogo. Ndio. Na wazinifu na sasa imedhihirishwa. Timotheo wa pili 1:10. Alia hapo. Okay, wa pili. Anasema na sasa imedhihirishwa kwa kufunuliwa kwake Mwokozi wetu Kristo Yesu. Sasa kuna njia ambayo imedhihirishwa, ambayo imefunuliwa kwetu kupitia nini? Kristo Yesu. Kupitia Yesu Kristo. Aliyebatili mauti na kufunua uzima na kutokuharibika. Kwa ile Injili. Mwisho. Asante. Kwa hiyo Kristo alipokuja kwetu, kuna njia iliyokuwa imefunikwa au imefunika think. Kuna njia iliyokuwa imezibu ama kufunika. Imefungiwa. Tuseme tu imefunikwa. Yaani ambao haionekani, ambao Kristo alikuja akafanya kitu gani? Akaidhihirisha. Na hiyo njia aliyoidhihirisha ni njia ya kitu gani? Ni njia ya uzima, sio? Nao, hii inamaanisha nini ndio swali. Na unaposoma kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 19 na 20. Nao, ninapenda kusema haya unapotafuta kusoma. Maana ninachokisema ni muhimu kwa maanake kuna kitu fulani ambacho kwenye somo hili tunaweza tofautiana na baadhi ya watu wanavyotafsiri. So kuna lengo la kupitia hapo, sawa? So nataka uangalie mahali ninapopita alafu nikwambie point yangu ni ipi au ninavyotaka kuwakilisha point hii ni kwa nini nimesema hivyo. Twende mbele. Waebrania sura ya 9 fungu la 19. Fungu la 19 na 20. Okay, nasema Hebrews 10:19-20. Naam. Hebrews 10:19-20. Okay. Inasema basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa So sasa tunaambiwa tuwe na ujasiri wa kuingia nini? Patakatifu. Now notice, anasema tunafaa tufanye kitu gani? Tuingie wapi? Patakatifu. Tuingie huko, sio? So tunapoingia huko, kwa hivyo hekalu tunaposafisha huko wapi? Yuko wapi? Huko ndani, sio? Ni kwa nini Paulo anazungumza kwenye lugha hiyo? Ni kwa maana wanaosafisha kwenye hekalu pale sio kitu kingine isipokuwa ni wao wenyewe. Kwa hivyo tunapoingia huko, tunafaa tuingie kwa ujasiri. Sasa ni kwa nini Mungu anakusudia tuingie kwa ujasiri na ni njia ipi anaotupatia ujasiri huo? Jinsi ambavyo tulivyosema kwamba tuwe na imani imara. Ni kwa njia ipi ambao tunapata imani hii ambao ni imara, ambao haitingiziki kwa chochote kile tunapoingia patakatifu? Kwani twende mbele. Anasema kwa damu ya Yesu. Point ya msingi ndio hiyo. Kwa maana kwa kupitia damu ya Yesu Kristo sikae. Tuna ujasiri wa kuingia wapi? Patakatifu. Nao kwenye injili ile yetu ya kwanza, tunakumbuka ile injili yetu ya kwanza, ukishasikia tunaingia kule kwa sababu tuna ujasiri wa damu, unatafsiri aje? Kwenye ile injili ya kwanza ile.
Unapoambia kwamba tunaingia kule kwa ujasiri kwa sababu tuko na damu ya Kristo. Damu ya Kristo ndiyo njia ambayo kitu kinachotupatia ujasiri huo. Ulikuwa na tafsiri aje? Yaani hii ni kitu rahisi kwa maana tulikuwa tunaijua. Ulikuwa na tafsiri aje? Kwa maana Kristo amekufa kwa niaba yangu, sina uoga wa kumwona nani? Baba. Sina uoga wa kumwona Baba, nina damu ya kufanya kitu gani? Ya kuniwezesha. Ya kuniwezesha, nina damu ya kunikinga. Sijui unaelewa vizuri? Tunaelewana jamani? So ni Mungu, ukiangalia maandiko hayo, ukiyatafsiri kwenye picha ile, kila hatua unayoipiga ya wokovu, mwenye shida nani? Mungu. Ni Mungu. Lakini kwetu sisi tumejua ya kwamba damu tunapozungumzia hapa ni nini? Ni maisha. Na maisha ndiyo nuru ambao tunaipata kwa Kristo. Kwa hivyo nuru hii ndiyo ambayo inatutakasa, sio? Kwa hiyo kwa kupitia damu ya Kristo mawazo yetu yanasafishwa, sio? Ndio. Hatia za dhambi zinasafishwa, sio? Majuto yanasafishwa. Dhambi yenyewe inasafishwa. Unapoingia kule hamna chochote ndani yako ambacho shetani atakitumia ndani ya mawazo yako kukushtaki mbele ya nani? Ya Baba. So huo ndio ujasiri. Sio kwamba nina ujasiri Mungu niko na kitu nimepata kupitia Kristo kufa kwenye msalaba nitakachompelekea. Sawa? Baada ya hapo anasema naam. Fungu la 20. Njia ile, sasa sikizeni vizuri. Kwa hiyo tunapoenda patakatifu lazima tujiulize swali. Sasa hapo tunaenda aje, sio? Njia ya kwenda mbinguni ni ipi, sio? Njia ile ambayo alituanzia iliyo mpya. Anaposema alituanzia na maanisha aliyotengeneza. Alituanzia, yani alianza kwa ajili yetu. Alianza. Kwa maana haikuwepo mwanzo. Kwa Kiingereza inaitwaje? Inaandikwaje? Sorry? Njia aliyotuanzia. By a new and a living way. Endelea. Which has consecrated for us. Through the veil that it so say is fresh. Okay. Sasa hapo kuna point ya msingi. Naomba nisome New Living Translation. Okay. By his death, kupitia kifo chake, Jesus opened a new and living way through the curtain into the most holy place. Yani Kristo alifungua, yani kutufunulia, sio kama njia haikuwepo. Ilikuwa wapi? Ilikuwepo mwanzo. Sawa? Lakini hiyo njia imefanya kitu gani? Imefungwa. Imefungwa na nini? Kwenye andiko. Imefungwa na pazia, si kama mnaelewa hapo. Kwa hivyo ndio yani anachokisema hapo kwenye Paulo, anatumia mfano wa nini? Ni mfano wa hema. Anasema hivi kwamba sisi tuna ujasiri wa kuingia, sawa? Ndio. Tunaingia hapa kwa maana sasa tuna nini? Tuna damu, sio? Hii damu inatuwezesha kuingia huku kwa ujasiri, kwa maana kupitia kifo chake Kristo ametufungulia njia, ambayo hiyo njia ni kupitia pasia, ambayo sasa hiyo pasia ni kitu gani? Ni mwili wake. Sasa hapo ndio matatizo yalipo. So hii pasia then inawakilisha nani hapo? Yesu Kristo. Mwingine? Sasa sikizeni vizuri. Kama dhambi kali kutenganisha au kizuizi. Sasa hapa kuna point. Kuna watu kuna interpretations mbili. Yaani interpretations ni tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza ni hii, kwamba pasia inawakilisha Kristo. Kwa hiyo Kristo alipokufa kwenye msalaba akafungua pazia. Kwa maana yake alipokufa hiyo pasia ikafanya gani? Now the moment tumesema hivyo, then unajua ya kwamba pasia ile ya hekalu ya kwanza
Mungu ndiye aliyerarua. Ndio. Sio? Ndio. Kama Mungu ndiye aliyerarua, kumaanisha hii njia inafunguliwa ni Mungu anayerarua, then shida hapo ni kwamba nani aliyempiga Kristo kwa msalaba? Nani? Kama pazia atakuwa Kristo, na Mungu ndiye aliyeichana. Then kifo cha Kristo na umwagaji wake nani aliyeitenda? Makosa yetu. Kwenye tafsiri hiyo ni Baba. ndio. Kwa maana yake yeye ndiye anayehitaji hiyo kafara. Unaelewa sasa? Sasa tunaposema kwamba Kristo ametufungulia njia, anasema sio njia hii pasia hii, anasema pasia mpya. Sawa? Ni kwa nini ni pasia mpya? Ni kwa sababu unaposoma kitabu cha Wakorintho wa pili. Notice. Wakorintho wa pili, tusome wa pili 3:4. Nasema na tuamini hilo tunalo na tumaini hilo tunalo mbele za Mungu kwa njia ya Wakorintho wa Kristo. pili 2:3-4. Ni hiyo? Una uhakika? Umesema 3:4. 2:3. Yani 3 ni fungu. Okay. Fungu la 3 na fungu la 4. Nasema nami nawaandikia neno hilo hilo Nami ninawaandikia neno hilo hilo. ili nijapo nisitiwe huzuni. Are you sure? 2 Corinthians. Confirm. Korintho wa pili. Korintho wa pili sura ya pili fungu la 3. Yes. Confirm juu ya Baba. Wakorintho wa pili Yaani kwenye hapo juu hapo confirm kama ninasoma Wakorintho wa pili. ndio. Wakorintho wa pili sura ya ngapi? 2, 3, 4. Ndio. Nasema hivi. Nasema hivyo vile anavyosoma. Nami naliwaandikia neno lilo hilo Confirm kwa maana yake hiyo hiyo. Haya. Kwa maana yake sasa kama ni hiyo hiyo basi mimi ndio nimepotea. Si ndio nimesema mimi? Kwa nini? lakini nilisoma ukanirudisha. Hebu turudi nyuma. Ile niliyosoma mara ya kwanza. Wakorintho wa pili 3:4. Nasema hivi. Tumaini hilo tunalo mbele za Kristo. Mbele za Mungu Kwa njia ya Kristo. Mbele za Mungu kwa njia ya Kristo. Endelea kusoma. Nasema si kwamba twatosha sisi wenyewe kufikiri neno lolote kwamba ni letu wenyewe, bali utoshelevu wetu watoka kwa Mungu. Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa roho. Kwa maana andiko huua bali roho huuisha. Fungu la 7. Sawa, tuachana na hiyo. Naomba tuende verse hapo. Naomba teremuka nenda mstari wa 13. Okay. Nasema So rekebisha pale. 13 na 14 na wala okay, sio 3 na 4. Sawa, anasema nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibadilika. Ila fikra zao zilitiwa uzito. Ila fikira zao zilitiwa kitu gani? Uzito. Fikira zao zimetiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo agano la kale, utaji huo wakaa. Utaji huo fanya gani? Yaani haikufunuliwa kwamba uondolewa katika Kristo. Sasa hapa utaji unaowakilishwa kwamba umekaa wapi? Utaji unaozungumziwa hapo umekaa wapi jamani? Unaposoma hapo? Kwa hiyo kuna utaji wa Kiswahili kwa njia nyingine unaweza kama kuna pazia, sio? So pazia inayokaa ndani ya mawazo ni ugumu wa mioyo, sio? Huu ugumu wa mioyo unahitaji uondolewe, sio? Yeah. Na unaondolewa kwa Kristo. Yeye anapokuja ndiye anayofanya tu gani? Anaondoa ile nini? Ile pazia, okay? Now, ndio maana nikawaambia unaposimama mbele ya hekalu pale, yani samahani, unaposimama kwenye patakatifu, unapoangalia chumba cha pili, unaona pazia, unaona giza tu. Kwa utakuwa unamuona Mungu kwenye mawazo, yani hautakuwa unaona Mungu moja kwa moja. Wewe utakuwa unaona nini?
Utakuwa unaona pazia. Sasa kabla Kristo aje, wanadamu walipokuwa wanamsoma Mungu hawakuwa wanaona utukufu wake moja kwa moja, walikuwa wanaona pazia. Kwa maana yake kuna giza katika nini? Katika mioyo yao. Na giza hili ni nani ambaye aliyoliweka ndani yao? Giza hili ni nani aliyeliweka ndani yao? Lakini pointi ya msingi, giza hii tumeshajua ya kwamba linasimamia pazia. So unapoona Kristo anapokufa kwenye msalaba and then pazia inarudiwa au inachanwa, then pointi ya msingi ni kwamba Mungu alikuwa anazungumza sio tu ya kwamba sasa mambo yale ya vivuli yamekomea, yamekoma, na sio kwamba kila kitu imekamilika. Alikuwa pia anadhihirisha ya kwamba ile pazia ambayo ilikuwa kwenye mawazo ya viumbe wake wote imefanya kitu gani? Imeraruliwa. Sasa tunapomkaribia Bwana, hatumkaribii kwenye pazia ile, tunamkaribia kwenye njia mpya. Na hiyo njia mpya sasa ni nani? Ni Yesu Kristo. So ni kupitia Yesu Kristo ndiye anayetuwezesha, kwa kumjua Yesu Kristo tabia yake, yeye ndiye anayetuwezesha kuwa na ujasiri wa kuingia kwenye hukumu. Sawa? Kwa ujasiri tunaoupata kwamba Mungu ndiye anafanya hukumu kule mbinguni na sina hofu yoyote, ni kwa maana nimemjua Baba katika uso wa nani? Sasa ukigundua unapojifunza hukumu, badala wewe kama mtoto wa Mungu aliyeongoka upate ujasiri na tumaini na kuburudishwa na hukumu ya Mungu, bali unapata hofu, then tafsiri ulionayo pasia bado haijapasuliwa. Swali kidogo mwanzo. Yes, swali. Ninaposikia tunasema njia mpya, na najua kwamba tokea zamani wanadamu wanaokolewa kwa njia hiyo hiyo ya Yesu Kristo. Pengine world tunaweza kuiweka ikawakilisha nini sasa? Swali sijaelewa swali. Yaani njia ambayo kabla ya hii mpya ilikuwa njia ambayo ilikuwepo kabla ya hii ambayo sisi tunaingia, hii mpya ambayo tumesema ndio Kristo. Mimi nilikuwa najua Kristo ndio njia ambayo tokea zamani tunaingia, kwa hiyo sasa hii tunasema ni mpya, ambayo hii ya Kristo ni mpya. Pengine inawakilisha kuna iliyokuwa ya mwanzo ya kwanza, na hii imekuwa kuukuu, sasa hii inakuja mpya, au ni hiyo hiyo lakini kwenye uelewa mpya? Okay. Nafikiri niseme hivi. Njia ya kuja kwa Baba imekuwa ni moja. Sawa? Kumbuka ule ile nukuu tuliyosema hivi. Kristo alipokuja hapa alikuja kudhihirisha vitu ambavyo kwenye akili zetu nzito ilikuwa ni vigumu kuelewa. So hii ndio njia imekuwa hivyo tangu kale. Sio? But kilichokuwa kinafanya tusione hiyo njia ni pazia wapi? Katika akili. Pazia kumaanisha ugumu na giza ambayo shetani ametuwekea kwenye akili. Hiyo ndio point ya msingi. Kwa maana yake wanadamu wote hata leo hivi ambao bado hawajaanza kumtafsiri Mungu kwenye sura ya Kristo, bado pazia ipo. Kwa maana yake wanapojua Mungu wanamjua kupitia pazia. Kwa maana yake pazia ile hiyo ndio unayozungumzia ni giza au tafsiri ya shetani. Okay. Sawa? Hebu tuone kitabu cha Wakorintho wa 2:4. Nasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura ya Mungu. Sasa hapo kwa hivyo anayepofusha nani? Mungu wa dunia hii. Anayepofusha wanadamu wasione ni nani? Shetani. Ni shetani. Na anatupofusha vipi? Ni kwa kutuletea picha ya Mungu ambayo si Mungu. Yaani anakuja kwenye mavazi ya kishetani, anakaa kwenye akili kama sauti ya nani? Ya Mungu. So hapo wewe unapomtafsiri Mungu, unamtafsiri Mungu ukidhania ni Mungu, kumbe sio nani? Sio Mungu. Unamwabudu Mungu kwenye pazia, kwenye tafsiri ya nani? Shetani. So tafsiri hiyo ya shetani ndio nao tufanya tuwe na hofu
na kumkimbia. So inamlazimisha Mungu atumie mpango wa wokovu anapokuja hapa nje atudhihirishie maisha yake. Ndio maana Kristo akasema mimi ndimi njia. Kwa maana yake mnavyoniona mimi, hivyo ndivyo ambavyo Baba alivyo. So ikiwa Baba yuko hivi, then hofu ile iliyokuwa ndani yetu inafanya kitu gani? Inaondoka. Na ndio maana siku ya upatanisho unapata ya kwamba kuhani mkuu alipokuwa anaingia alikuwa anamwaga damu mara 7 kwa pazia. Kwamba lazima kwanza pazia lile lishughulikiwe. Sawa? Pazia lile likishashughulikiwa ndiposa anayeingia pale kwenye hukumu hata kuwa na hofu yoyote. Kwa maana yake umewahi fikiria kwamba, hebu niulize swali. Nina swali. Oscar. Naam. Uko na ujasiri nikifika mbinguni nimwambie nipatie file ya rekodi ya maisha yako? Utakuwa na ujasiri? Hapana. Takataa. Sasa hivi ukiwa umekaa hapo utasema a a. Haya, nani ambaye yuko hapa ambaye atasema hivi, mimi Mungu wewe mpatie rekodi yangu? Ninajua hamna. Kumbe ya mwingine. Yaani wewe Mungu anipatie rekodi yako. Kwa lina. Wachana hivi vitu ambavyo tunafanya hapa tukiwa tumevaa manguo ya suti hiyo. Anipatie rekodi detail ile exact copy ya maisha yako, secret, private na also where. Hiyo you are not allowed. Na ile na you know kwa nini? Ni kwa sababu kwenye akili zetu hukumu tulionayo ni ile ambayo inadhalilisha na kuaibisha na kipigo. So kinachofanya tuwe na hofu ni kwa maana yake bado, yani naona kwamba hiyo ikijulikana hiyo mashtaka yanaanza kuoka wapi? Ndani ya moyo. Ndani. Ni vipi ambavyo Paulo alikuwa na ujasiri wa kuzungumzia kuhusu historia ya maisha yake, naona au ni aibu? Ni vipi? Tofauti kweli. Ni kwa nini? Wangapi ambao ukifikiria Mungu anapofungua, ukifikiria saa hizi, nina swali, wewe ukifikiria saa hizi vitabu vya mbinguni, hebu utafakari wewe. Vitabu vya mbinguni assume ni kitabu kama hii ambayo inakaa kwenye meza, sio? Mbinguni hauzuiwi, sio? Ndio. Hakuna kuzuia mtu mbinguni, sio? Sasa wewe assume mtu anasema hivi, leo nimeona hapa na yule mtu ambaye anaona kama anapata bia ambayo sio ya Mungu, deacon fulani, ndio huyu mmoja hapo. So, ngoja nenda kwenye ile file. Ni file ndo gani? Nisome historia ya nani? Utakuwa comfortable. Unaondoka kwenye mkutano. Au utakuwa comfortable. Kwa nini? Kwa maana kuna pazia fulani kwenye mawazo, lakini Mungu akishatuondolea pazia, hatutakuwa na aibu awai yeyote ya kupitia kumbukumbu za maisha yetu. By the way, mbinguni ni huwa nasema ya kwamba mbinguni haitakuwa na aina ya wanadamu ambao wakisoma kitabu cha mtu yani huyu unasoma kesi ya Maria Magdalena. Ukisoma hawatakuwepo. Hawatakuwepo. Watakuwa ni wale watu ambao ni waaminifu, wale watu ambao hawana, in fact, karibu nisahau. Watakuwa ni wale watu ambao hawana roho ya kuhukumu ndani ya maisha yao. Yaani maandiko yanaposema ya kwamba kitabu cha Warumi 5 ya kwamba yeyote aliye ndani ya Kristo afanye kitu gani? Hahukumiwi. Unajua ni kwa nini? Sio kwamba sasa sijui nilikuwa nasoma lini. Unajua sometimes unasoma vitu vingine alafu ukianza kuisoma, ukianza kutafakari unasema jamani Mungu anisamehe. Kwa maana yake siko najua tu. Siku fulani nikisoma ile hukumu bandia ile hukumu ya upelelezi bandia ile. Sasa najaribu kuweka picha ambayo nilisoma. Kwamba Kristo mbinguni anapotuombea mbele ya Baba na damu yake, inakaa picha kama hii. Wewe kwa nyuma ya Kristo umejificha kweli. Ndio, kweli. Baba anapokuangalia kule unaambiwa ulifunzwa aje? Baba anapoangalia kutoka kule hakuoni, anamuona mwana katika. Unaona hiyo picha hiyo? Hii ndio hukumu ya hiyo ndio uombezi ambao tumefunzwa hivi. Kwanza hata hakuoni Mungu. Tunaambiwa kwamba ukiwa ndani ya Kristo, Mungu hakuonagi wewe. Mungu anaonaga nani? So angalia, so mwizi ataka kuingia mbinguni, alafu Kristo ndiye ambaye amefanya kitu gani? Ameziba baba asimuone. Ana baba akimuona anakuwa nzito. Hauingii huko. Sio unaelewa vizuri. So Kristo anakuwa ni mhudumu wa nini?
wa dhambi. Kristo anakuwa ni mhudumu wa dhambi, badala hakuwa ni mhudumu wa utakatifu na haki. Maana Kristo atakuwa amekufunika baba asikufanye nini? Asihukumu. Hapana. Kristo anapokuwa ndani yako anaondoa pazia ile ya hukumu. Hii pazia ndio inayotuletea hukumu. Mashtaka tunayokuwa ndani yetu kwa sababu ya kutomuelewa Mungu alivyo. So roho ya Kristo inapokuwa ndani yetu, na Kristo nafikiria mwalimu ashafunza akasema hivi kwamba Kristo mwenyewe alisema baba hahukumu mtu awaye yeyote. Anasema hivyo. Naye baadaye akasema kwamba mimi mwenyewe sitawashtaki mbele ya nani? Mbele ya baba. Anasema hivyo. Lakini mnaye mmoja atakayewashtaki nani? Lile neno ambalo nimelifunza, sio? So baba hahukumu mtu, naye Kristo Hukumu. Kwa maana yake baba hana roho ya kuhukumu, naye Kristo hana roho ya nini? Ya kuhukumu. So ikiwa Kristo anakaa ndani yako, kwa maana yake uzima wa Kristo unakaa ndani yako, wewe utatoa wapi roho ya kuhukumu mtu? Haitakuwepo. Sio, naelewa vizuri. Now the reason why mimi na hukumu mtu mwingine ni kwa maana mimi mwenyewe kwenye fikira zangu, dhamiri yangu bado ninahukumiwa. Sawa? So ninapohukumiwa nami naona ya kwamba ni heri na nihisi vizuri nisihukumiwe pamoja peke yangu, nihukumiwe na hawa. Sio mimi. Sio mimi. Nani? Ni mwanamke. Naye mwanamke akiulizwa naye anataka asikue peke yake, sio mimi. So unataka kila mtu ahukumiwe jinsi ambavyo kwenye akili zako na fikira zako pia na wewe unafanya kitu gani? Unashtumiwa. Hiyo ndio tatizo la kupata kuwa na mawazo ya kukua unafikiria maovu kila wakati. Hatujafika kwenye kipimo cha wokovu. Mimi nawaambia tu kweli. Wakati Kristo anamwambia Paulo kitabu cha Wakorintho wa 2:13 kwamba upendo hauwazi mabaya. Mimi najiuliza saa hizi nikiona mzee Ngoi wanaenda na Frida kwenda kule kwa mtandao kwenye wakili yangu tayari
nishawaza, nishaunganisha waya za kwangu zile waya bandia za shetani. Unaelewa? Sasa hapo ndio maana Mungu anaposema hivi kwamba usipeane nafasi ya kitu gani? Ya uovu. Ni kwa nini? Anajua wanadamu jinsi ambavyo tulivyo. Wewe usimkwaze ndugu yako, sio kwa maana yake ya kwamba tunapewa ruhusa sasa. Wewe ukiona mtu hivi kwenye mawazo yako ushaunganisha, kwa maana yake fikra zako zenyewe ni chafu. Amen. Yaani ukishafikiria hivyo unajiuliza ya kwamba mimi ninapomuona ndugu yangu anapofanya kitu na moja kwa moja natafsiri matendo yake na matamshi yake kwenye mtazamo wa uovu, nina uovu ndani ya akili yangu. So kumaanisha bado sijaweza kutakaswa nini? Mawazo yangu. Sasa kama sijaweza kutakaswa kwenye mawazo yangu, ikiwa dhambi imesalia ndani ya moyo wangu, nikiingia patakatifu, nikimwona Mungu uso kwa uso, nitahukumiwa mwenyewe. Kipime kile unachokitumia, nawe nitatumika hicho. Na nani aliyekitumia kipimo? Nani alikitumia? Wewe mwenyewe. Kwa Mungu anatamani watu ambao, nafikiria pointi hiyo sio tulimalizia, kwamba watu, hebu soma mstari wa 4. Korinto. By the way, nilikuwa nimekwambia sana wapi? Tulisoma Warumi 5. Warumi 5, toke pale. Wakorintho wa pili 4:3. Warumi 5 ukataja mstari. okay. Warumi 5 mstari wa kwanza. Nasema Warumi 5. Turudi kwenye Korinto. Ni ajibu mtu mwingine. Okay. Korinto wa pili 4:3. ndio. Lakini ikiwa njia yetu imesitirika. Sasa ikiwa hiyo njia imesitirika kwa hao wanaopotea. Na anaposema hiyo njia anazungumzia njia ipi? Njia au njia? Hebu soma. Anasema lakini okay, samahani. Ikiwa injili yetu imesitirika. Sawa, ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea. Kwa hivyo ikiwa kunao pazia inayofunika injili, imefunikwa kwa yule anayefanya kitu gani? Anayepotea. Kwa nini? Twende mbele. Ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Amepofusha fikra zao wasioamini. Pazia unapoona pazia inayokuzuia kuona mbele, ni kwa maana inawakilisha kitu kipi? Giza ambaye mfalme ama Mungu wa dunia hii ameiweka kwenye mawazo yetu. Makusudio yake ni yapi? Twende mbele. Isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Ndiposa sisi tusione sura ya nani? Ya Baba. Sura ya Mungu kwa nani? Kwa Kristo. So pazia unapoiona hii hapa, inaotuzuia tusione utukufu wa Mungu moja kwa moja. Inazungumzia pazia ambalo lipo kwenye mawazo ya kila binadamu ambaye hajamuona Kristo katika utukufu wake. So kile ambacho Kristo anafaa apambane nacho anapoanza huduma ya hukumu ni kushughulika na nini? Na pazia. Sawa? Yeah. Pazia inapoishughulika, unapoingia kwenye hukumu hii, then hautakuwa na hofu awaye yeyote, kwa maana ushajua Mungu na njia zake hanaga hukumu ya kuhukumu mtu yeyote. Yaani unajua kuna judgment na kuna condemn. Now judgment ni mchakato, process, na kucondemn ni hatima ya kushtumu. Mungu afanyaji hukumu ya kushtumu mtu, hiyo hana. Yeye anasema tu hivyo. Hana kabisa hivi. Process ana process fulani ya hukumu. Hapo ndo ningelipenda niweze kuenda pale. Ana process fulani ya hukumu ambao hukumu zake ni za kukomboa anayetaka kukombolewa. Nitakuja niupatie wazo hilo katika mafungo fulani. But for now, so unapoingia basi hapa ndani, unapata ni wanadamu ambao amri za Bwana zimerejeshwa pahali pake. Yaani ile ahadi ya Agano Jipya imetimia. Kwamba Bwana ameandika amri zake kwenye mioyo ya nini? Mioyo yao. Kitabu cha Yeremia 31 ukisoma from the 31 to 34. So unapata sanduku hili linawakilisha mioyo ya wanadamu ambao Mungu alikuwa ameahidi tangu mwanzo kwa kutangaza tamanio lake kwamba anatamani aandike kwenye viumbe wake wote amri zake. Na ndio maana kwenye sanduku hili unapata kwamba ni la miti ndani,
dhahabu pia, na baada ya hapo sheria zikakuwa ndani yake. Na kwa nini iko hivyo? Ni kwa sababu ya kitu fulani. Yeyote ambaye amepokea, hebu turudi nyuma. Kuna kitu fulani ambacho nataka niweke kwenye orodha. Hapa ndani kulikuwa na vitu kadhaa. Ya kwanza kulikuwa na sanduku lenyewe, sio? Na kulikuwa na mbao za sheria, sio? Na nini nyingine ya pili? Kulikuwa na nyungu ya mikate, sawa? Kulikuwa na kitu kingine cha tatu. Kulikuwa na fimbo ya nani? Ya Aaron. Sasa kwenye historia ya Mungu, jinsi alivyokuwa anaongoza wana wa Israeli, kati ya fimbo ya Aaron na mikate na mbao za sheria, ni kipi kilichokuja kwanza? Mbao za sheria, mikate. Mjapata? Mmenoa kabisa. Yaani kilichoanza kukabidhiwa kwao. Yaani Mungu anapo deal na wao. Kwa maana yake safari ya wana wa Israeli ni mfano wa jinsi ambavyo Mungu anatoa wanadamu kutoka Misri kuelekea Canaan. Farao anawakilisha shetani. Sawa? Nao Musa anamwakilisha Mungu, okay? Naye Aaron anamwakilisha Kristo, sio? Canaan waliokuwa wanaenda inawakilisha ile ardhi au ile inheritance ya ahadi, ile urithi wa ahadi kwa Abraham. So ni safari hiyo. So Farao shetani, Musa Mungu, then Aaron anawakilisha gani? Kristo. So kwenye mpango huu wa kuwakomboa, kuwaondoa Misri kwenye mitego ya shetani, nini ilikuja kwanza? Mikate. Mungu alianza kwanza kwa kushughulikia mahitaji, sio? Sasa hapo kuna mahitaji, mikate pia. Basi kando na mahitaji ya kila siku, basi Kristo kwanza lazima asafishe mtu na neno, okay? Sawa? Aya, baada ya mikate kilichofuata moja kwa moja nini? Ni amri. Kwa maana yake mikate tunaipata kwanza kabisa kitabu cha, kama sijakosea, ni Kutoka 16. So mikate, baada ya hapo kinachofuata ni Kutoka 20, mbao, sio? So mimi nikiwaza, jambo la kwanza linalowekwa kwenye sanduku hili sio mbao, ni ishara ya mikate iliyokuwa nini? Nyungu, sio? Neno la Bwana linapoingia ndani ya mtu, mazao yake ni kwamba huyu mtu anaumbika upya, na Mungu anapoumba huwa anaumba kwenye kanuni yake ya uzima. Nini inakuwa ndani ya maisha yake? Amri. Na baada ya amri kuingia, na neno ndio limefanya amri hiyo iwe hapo ndani, matokeo yake yanakuwa kitu gani baada ya hapo? Fimbo ya Aaron inaingishwa. Fimbo ya Aaron, na kwenye kesi ya fimbo ya Aaron, kumbuka tu kwenye njia fupi walipokuwa na mgogoro kuhusu huduma ya Aaron na nafasi yake, Mungu aliambia kwamba fungeni kila mtu nini? Fimbo. Ile ambayo itakaofanya kitu gani? Itachukua. Natumia load nani kwa mamanga. Ndiye ambaye amemchagua kwa kitu gani? So baada ya Mungu kuweka neno lake ambalo linarejesha kanuni za uzima ndani yetu, matokeo yake ni matunda. Sio mnaelewa? Matokeo yake ni matunda ya uzima, matunda ya Roho, matunda ya nini? Ya Roho Mtakatifu. Tunda la upendo linaanza kuonekana. Lakini ndio uone matunda kule, kuna mchakato ambao Mungu anakupitia na wewe kwanza. Anaanza kukuletea neno linalokusafisha. Lile neno linaloingia, linapokubarika, neno lina uzima na nguvu ya kuumba, sio? Linapokuumba, kwa maana yake Mungu anapokuumba anakutengenezea kanuni zile zilizokuwa zimepotea mwanzo. Zinaporudishwa, matokeo yake ni kwamba unaanza kuonyesha tabia yake. Mpaka hapo tumeelewana vizuri? So kisha baada ya hapo niweze kwenda kwenye picha nyingine tofauti. Ni saa ngapi mpaka hapo? Na kesho ni siku gani? Kama kesho ni siku ya mwisho. Leo ndo alianza. Okay, so nina mafunzo mangapi kwa kifupi? Ndio swali langu. Matatu. Alafu Sabato. Okay, sawa. So tuendelee basi jinsi ambavyo tulivyo, then baadaye labda kesho
tutarudi hapa kuangalia jinsi ambavyo Mungu anavyofanya ile hukumu yake ya upelelezi pale ndani. At the same time kuna kitu ambacho nilikuwa nafikiria niweze kukizungumzia. Tunapozungumzia kwamba Mungu anapotusamehea na kusije kukakuwa na dhambi fulani ambayo haujatubiwa kwenye vitabu. Wangapi mnaofikiria kwamba Mungu anakusudia hivi? Sasa wewe umekumbuka wewe ulipokuwa mtoto mdogo ulifanya kitu fulani. Ukumbuke hiyo uitubie. Kama haujaitubia ole wako. Tunaambia kwamba ikiwa utakuwa na dhambi yoyote ambayo haijatubiwa kwenye vitabu, ikibaki pale jina lako. So ni wangapi ambao unafikiria kwamba Mungu anatamani ya kwamba sasa hapa ni kukaa na kuanza kutafuta ni dhambi gani ambao sijatubia? Ni hivyo. Wewe unakumbuka dhambi ngapi? Mimi hiyo nina hiyo kwa sababu gani? Kwenye kitabu kile cha mashauri juu ya wakili hivyo sijui kenyewe kuna mahali kinaeleza kwamba wale ambao tumekuwa tukitumia tulikuwa tunajua pesa ya Bwana kwa maana ya zaka inahitaji tupate muda tutoe pale pige hesabu tuliiba ile zaka. Tuirejeshe. Tuendelee kurejesha ile inayofuata. Sasa hiyo mimi mara ya kwanza ilipohubiriwa hiyo niliona ni msalaba mzito sana kiasi kwamba hata kama ningekaa nikapiga hesabu kwa kuitoa hiyo hela nilikuwa siwezi. Sasa kama ndio hiyo mimi nilikuwa na ujasiri wa kuona pia hata dhambi zingine hata nikimwambia Mungu hata zingine sizikumbuke lakini unisamehe bado siamini imetoka. Siamini kwa sababu sijakumbuka. Na toba ni kuacha. Nina swali. Una uhakika leo ukikufa utaingia mbinguni? Kwenye hiyo mchakato yako hivi. Leo ukikufa utaingia mbinguni wewe? Uhakika wa msina. Huo ndio sabato. Huo ndio nini? Sabato. The reason why hatuna uhakika wa wokovu ni hiyo. Sasa wewe hata ukumbuke dhambi ambayo uliyofanya. Na ushaambiwa kwamba kutubu dhambi ni kuitaja kwa jina. Sio? Sasa ulipokuwa darasa la 8 kuna dhambi ulizozifanya ukiwa kijana ukumbuki. Ndio. Hizo zimebaki kwenye kitabu. Hukumu ya upelelezi ikifika unaogopa. Sio? Ndio. Kuna uwezekano kuna dhambi ambayo sijaitubu. So inamaanishaje sasa inamaanishaje kutubu na kuondoa dhambi? Inamaanisha kitu gani? Kumbuka usisahau tumeizungumzia tayari nyuma kwamba Bwana anapotusamehea anayetakaswa na kusafishwa nani? Ni mwanadamu. So yale niliyoyatenda hapo awali ni kusafishwa kwake inamaanisha nini? Kwa maana yake yale niliyoyatenda awali kusafishwa kwake ni tofauti na nawe yatenda leo. Ni tofauti kabisa. Nifanane hapo kidogo. But for now ningependa niweze kwenda katika point tofauti. Now so unapoingia pale ndani kiangalia hapa. Na ninafikiria nina muda ushaisha. Okay, so tupitishe tu kwa kumalizia ina muhtasari. Ukiangalia jengo hili iliyokuwa inafunika hema ni ngozi aina tofauti. Na sio ngozi tu, kulikuwa na kitani pia. Laini ya kwanza unaisoma kwenye kitabu cha Kutoka 26 mstari wa 14. Tusome. Kutoka 26 mstari. Sasa hii laini tunayoizungumzia cover ya kwanza, yani hizi cover zilikuwa cover 4. Layers, sio ati 1 2, yani layers zilikuwa 4. A layer inaweza kuwa na imeunganika na vitu vingi, lakini layer moja, layer ya pili, layer ya tatu. Ndio. Nasema layer ya kwanza juu kabisa hii unayoiona hapa. Soma. Nasema nawe fanya kifuniko cha ile hema
cha ngozi za kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu, na juu yake kifuniko cha ngozi za pomboo. Hapo sasa. So juu ya hiyo nyekundu kuna ngozi za nini? Za pomboo. So hapa juu zilizokuwa hapo ni pomboo. Na pomboo kala yake ni nyeusi au black or dark. Ile maneno ya Cyprian alikuwa anazungumzia. It is dark or black. Ngozi hiyo, pomboo hiyo. Now, Kwa hiyo kwanza ya kondoo. juu ya kondoo juu ya kondoo kuna ngozi ya pomboo. Ile ya pili. Kwa hivyo ni pomboo, baada ya pili hapo ndio ngozi ya nini? Ya kondoo. Ya kondoo. So pomboo, kuna tatizo fulani katika theolojia. Pomboo huwa kuna wazo la pomboo ni mnyama aina ipi, kama ni msafi au ni mchafu. But cha msingi rangi nyeusi, kwa mfano rangi nyeusi yenyewe, mahali popote rangi nyeusi imewakilishwa, rengo kuu pale ni kuwakilisha giza, ambalo giza kwenye muktadha huu wa pambano kuu, giza nazungumzia uwepo wa dhambi au uovu. Okay? Kitabu cha Yohana wa kwanza 1:9. Yohana wa kwanza sura ya kwanza fungu la 9. Nasema kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Watatu, mstari wa 3. Mstari wa 3 sura ya kwanza hiyo. Hilo tuliloliona na kulisikia twawahubiri na ninyi, ili ninyi pia mpate kushirikiana nasi. Na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Na haya twayaandika ili furaha yetu itimizwe. Na hii ndio habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Asante. So giza lolote halimo ndani yake. Nao giza nao wakilisho hapo ni uovu. Sawa? Kwa maana yake ndani ya Kristo hamna uovu awaye wowote ule. So unapoona kara nyeusi inawakilisha hali ya kibinadamu na udhaifu wa binadamu. Now, hapo kuna points mbili za kusema tunapotoka hapo. Kristo alipokuja duniani kama Mungu pamoja na wanadamu, sio? Na Kristo anapokuja duniani hapa kama Mungu pamoja na wanadamu, anawakilisha somo la hekalu, okay? Yes. So hekalu limefunikwa na ngozi ya pomboo ambao ni nyeusi. Kwa maana yake Kristo alipokuja ubinadamu ulikuwepo. Sio? Alifunikwa na udhaifu wa nini? Wa binadamu. In fact, maandiko yanatuambia ya kwamba hapakuwa na chochote kinachoweza kuvutia kwenye umbo la Kristo. Sio? Now, katika tu hata kwenye lugha za wakati tunaoishi siku ya leo, black huwa inazungumziwa kuzungumzia uovu. Now, wangapi ambao umesikia kwamba kuna kitu kinachoitwa Black Friday? Now, Black Friday means what? Jumaa nyeusi. Hiyo inamaanisha kitu gani? Okay. Kuna mtu ambaye anaitwa black na kuna mtu anaitwa white. Unajua hiyo? Wangapi ambao umeona mtu ambaye ni white? Inua mkono hivyo, umeona mtu ambaye ni white. White ni color. Mimi wewe unajua white ni gani kwako? Nauliza tu swali. Wangapi ambao umeona mtu ambaye ni white? Umeona wapi mtu white? Mtu white. White. Kwa sisi wazungu tunaita white man. Unawaita. Mimi nauliza sasa swali. Mimi sijauliza kama unawaitaga hivyo. Nauliza umeona mtu ambaye ni white. Unajua white ni nini? Wangapi wanajua white? Ni kama karatasi. Kama karatasi. Mimi nataka kuniambia unajua white. White ni nini? Usafi. Yaani inaonekanaje? Ni nyeupe. Hebu simama. Wewe nani ndugu yangu simama. Hiyo pia unajua hata sio white kamilifu. Chafu. Sio? Imefaint. But sasa that is hiyo ni karibu na nini? Umeona mtu ambaye anakaa hivyo? Hamna. So duniani hapa hamna mtu white. But tumeona kuna mtu white na black. Yaani white and black ni kitu ambacho tunaita ni derogatory terms. Yaani ni maneno yanayowakilisha wakilisha sifa za watu.
kwamba huyu black wanadamu wanaoitwa black huwa wanawakilisha kwamba ni watu wabaya, watu weusi, waovu, watu ambao ni wakari, watu ambao ni rude, watu ambao unaelewa. Lakini mtu ambaye ni white, yeye ni mweupe kama pamba. Wamekuja kutusaidia Afrika, yani umediscover mpaka mlima Kilimanjaro, umetupatia mpaka jina, unaelewa? White ndio maana ya hiyo, but hakuna mtu ambaye ako white. Sasa unaposikia Black Friday, yani ni Ijumaa ambao vitu vinavyofanyika Ijumaa hiyo ni vitu vya giza. Sawa? Unaposikia black market, wangapi wao umesikia black market? Na black market ni wini wao inafanyika huko. Si magendo. Ni magendo? Kubadilisha fedha za kigeni nje ya utaratibu. Baadhi ya vitu kama hizo. Alafu nini nyingine? Biashara haramu. Biashara haramu. Wangapi ambao unajua kwamba kuna mtandao unaoitwa black market, mahali ambapo ukitaka kutafuta watu ambao wanataka wawe mtu ipo. Dunia hii tunazungumza hii. Kuna mitandao inayoitwa black market, mahali ambapo unaweza tafuta kuaya mtu wa kuua. So kama unataka kitu ya giza ambao unataka kijulikane, unaingia kwenye website. Natafuta mtu ambaye anaweza nifanyia hii na hii. Huyo nampata hapo. So ni market ambayo inapatikana kwa ajili ya uovu aina yoyote. So black and white ni matamshi tu ya kuwakilisha tabia, kuwakilisha mawazo ya wanadamu kuhusu huyu ni muovu, huyu ni msafi. Now that's the simple point about black. So the reason why Mungu ameweka black hapo ni kwa maana yake wanadamu sisi, miili hii yetu na maisha yetu jinsi ambayo tulivyo ni kwa kifupi ni kitu gani? Hamna kitu kizuri cha kufurahia au cha kujibunia au hamna kitu cha kujivunia. Hakuna kitu chema cha kujivunia. That's why by the way, ndio reason, hii ni baadhi ya reasons why Paulo na Petro anazungumzia kutovaa mavazi ya by the way kwanza Paulo anazungumzia mavazi expensive. Mavazi yenye gharama kubwa. Naomba niambie, hii ni gharama kubwa sio gharama kubwa hii? Hiyo. Hiyo gharama ndogo. Umejuaje? Tumba. Umenipimaje? Umejuaje ni gharama kubwa hii na ndogo? Yaani mtumba. Unajuaje ni mtumba? Ashaamua nilitoa mtumba. Sio? Now Petro anazungumzia tu kuvaa mavazi. Anazungumzia whether expensive whether haya. Alafu anazungumzia kutovaa dhahabu, sio? Na kusuka nywele, sio? Now the reasons of those things sio kwamba, yani point ya msingi pale ambacho Petro na Paulo wanachokizungumzia, mzee mmoja sijui kama ni wago na nitaitafuta bahari fulani, anasema huu mwili wa nje hauna kitu chochote ambacho unaweza kukiongezea kikakuwa cha thamani. Sawa? Kwa hiyo usifocus hapo, bali focus kile ambacho kinadumu. Okay? So kwa maana yake hivi, anasema dunia hii hamna kitu chochote cha kujivunia kwenye huu mwili wa nje. In fact, anasema hata mavazi yenyewe ni kitu ambacho haujazaliwa nacho. Kwa maana yake kinachosababisha uwe nao ni kwa sababu dhambi tu inalazimisha uweze tembea uchi. Otherwise chenyewe hakiongezei, kwa kifupi ndio point. Haiongezi hadhi ya utu wa nini? Now, Kristo mwenyewe, kitabu cha Ufunuo 19, kitabu cha Ufunuo 19, 19:13, anawakilisha kuwa amevaa vest inayokaa kwenye ina ipi? Anasema naye amevikwa vazi lilochovywa katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. So anayeitwa Neno la Bwana, vazi lake limechovya katika damu. Nini? Limechovya katika damu. Limechovya katika damu. Sasa kuchovya ni kudip, sio? So vest ni shati ya ndani. Vest ni nguo kwa kifupi. Nguo aliyokuwa amevaa ilikuwa dipiwa, ndio kuchovya kwenye damu. Sasa hiyo inamaanishaje? Kristo mbinguni anavaa nguo ambayo imejaa damu tu.
Haiwezi kuwa hivyo, sio? Damu tayari tushapata ni uzima, sio? Kwa hivyo vazi hili linalozungumziwa hapa ni tabia, kwa maana yake mavazi kwenye maandiko yanazungumzia tabia. Ni tabia ambayo imeungwa kupitia uzima, sio? So binadamu ambaye mavazi yake ya nje au mwili huu wa nje hauna chochote cha kujibunia, kinachohitajika kifanyike katika maisha yangu ni wakati ambapo Kristo ananifinyangia vazi la damu. Vazi la damu, au ni Kristo anayenichonea vazi ambalo limeungwa na uzima wake mwenyewe au tabia yake mwenyewe. Ndio principle hapo iliyo hapo kwenye vazi hiyo. Number 3, kitabu cha Kutoka 36:14. Tunaambiwa hapo kitu fulani. Kutoka 36:14 unapata unasema kisha akafanya vifuniko vya singa za mbuzi kwa hema ya kuifunika hiyo maskani. Akafanya mapazia 11. Asante. So kuna mapazia yanayozungumziwa hapa, bado tuko hapa juu. Sawa? Bado tuko hapa juu. Ndio maana kawaambia kuna layers. Layer ya kwanza ina pomboo. Yaani ninapozungumza layer, mnanielewa jamani? Ndio. Nitumie mfano. Assume hii ndio pazia kwa ujumla kitu kimoja. Layer ya kwanza pomboo, layer ya pili ngozi ya kondoo. Ngozi ya kondoo. No. Ni ngozi ya kondoo? Ndio kwa rangi nyekundu. Sawa. Ndio hiyo. Aya ya tatu baada ya hapo mbuzi. Nywele za nini? Ngozi za nini? Za mbuzi. Za manyoya yake yaliyosokotwa. Mbuzi ndio kondoo bado? Hapana. Okay. Ni goats. So layer ya kwanza pomboo, layer ya pili kondoo. Sheep. Ya tatu mbuzi. Now hapa hairs zimetumika. Now mbona sasa hapa mnyama aliyetumika ni kondoo, lakini manyoya yake ni mbuzi. Na mbuzi kwenye mpango wa kafara zile alikuwa anatumika siku ipi? Siku ya upatanisho. Siku ya upatanisho. Kitabu cha Walawi 9:3, Walawi 16:8 hadi 10, 15, 16. Mbuzi anayesimamia Kristo alikuwa anachaguliwa, na mbuzi anayesimamia Azazel pia anachaguliwa. So hapa basi, ikiwa ubinadamu tunaozungumzia hapa, juu kwanza tabia yake na asili yake imewakilishwa, and then damu ya Kristo imeingia, then ngozi ya tatu bado basi itawakilisha bado Kristo huyo ambaye ni the sinless savior, mwokozi ambaye hana kitu gani? Dhambi. Ana dhambi. Basi kuwakilisha utakatifu wake anaounga ndani yetu bado ndio inaowakilishwa katika wazo hilo. Lea ya mwisho kabisa, kitabu cha Kutoka 26 mstari wa kwanza. Tusome. Kutoka 26 fungu la kwanza. Nasema kisha hiyo maskani iwe na mapazia 10. Kisha hiyo maskani iwe na mapazia 10. Ifanye iwe ya nguo ya kitani nzuri. Sasa hapo ndipo sasa tunaingia katika layer hii, naona hii. Naona hii ambayo imekunjwa hivi. Hapa kwenye picha hii. Hii yani unapoona hapa imekunjwa, ndio unaona rangi zilizo pale. Sasa hii ni layer mwisho ambayo ziko ngapi hapo unaona? Ni ngapi? Ni 10. Yaani ya juu ni moja, ya pili ni moja, ya tatu zilikuwa nyingi. Sawa. Ya 4 ni 10. Sawa? Hii ya 4 tunaambiwa ya kwamba imetengenezwa na kitu gani? Kitani kilichokuwa nini? Kisafi chenye rangi gani? Ya blue, ya nyekundu, Ifanye ya nguo ya kitani nzuri ya kusokota pamoja na nyuzi za rangi ya samawi. So samawi ya kwanza na ya zambarau ya pili na nyekundu ya tatu pamoja na makerubi. Alafu makerubi yamefanya kitu gani? Yameungwa hapo. Now, sasa hapo naomba unotice kitu fulani. Kadri unavyotoka nje, unapoendelea kuingia ndani, inakaa kana kwamba urembo unaendelea kuongezeka, sio? So urembo wa mwisho kabisa sana rangi za mapambo zipo kule ndani. Sio? Sasa rangi za kule ndani zipo kana ngapi naona pale? Ya kwanza samawi, ya pili nyekundu, ya tatu zambarau. Now, blue tushaizungumzia. Nyekundu ndio scarlet. Sio? Blue tumeizungumzia, tumepana ushahidi.
Blue. Tumeshapeana. Tuliona kwamba inawakilisha utii kwa neno la Mungu. Sheria ya Mungu. Ndio maana yake ya blue hapo. So binadamu yeyote ambaye amejifunza kujipeana kwenye mikono ya Bwana, anapoanza kutii amri za Bwana, then inauhakikisha kwamba ndani ya maisha yake rangi ya blue imetimia kule, sio? Ndio maana ya rangi ya blue. Yaani blue pale haina kitu kingine isipokuwa kuhakikisha kwamba huyu binadamu amefika pahali ambapo amekuwa ni mtiifu kwenye nini? Amri za Mungu. Okay? Purple inasimamia kitu gani? Zambarau. Hapo ndio zambarau. Hapo ni samawi, ni zambarau. Hapo ni zambarau. Hapo ndio zambarau. So sasa mimi ninapozungumza kwenye hizo makala zote ndio nazungumza sasa sielewi chochote. Naomba kuuliza sasa swali la pili. Papo unaipataje? Papo. Mchanganyiko wake. Nyekundu na blue. Na red. Yes. Hiyo ndio point ya msingi. So blue tunajua sheria za Bwana zilikuwa tumetengenezwa kwenye mawe ya blue. Na kiti cha Mungu pia mbinguni kimewakisha kuwa katika rangi ya blue. Yes. Kwa maana yake Mungu aliposhuka alishuka na mbao. Afu ziba mlima wa Sinai. Sawa? Kuwakilisha kwamba kiti cha Mungu kimejengwa juu ya kanuni za nini? Za sheria, sio? Mawe yalikuwa ya sapphire. Ni blue, transparent. Kama nikosea, ni blue, yani kwa maana yake mawe ya kwanza ukishika hivi, yani yalikuwa yanaonekana moja kwa moja blue, but ilikuwa kala ya blue. Kama vile maji ya bahari. Now, so blue inawakilisha utiifu wa sheria, but now wakati ambapo sheria za Bwana, kanuni za uzima zinapounganishwa na uzima wenyewe, zinazaa papo. Kristo nguo aliyovalishwa alipokuwa anakejeliwa ilikuwa kana gani? zambarau. Kwa nini? Kwa hivyo tunakuwa milki ya kifalme wakati ambapo kanuni za Bwana zimeunganishwa na uzima wake, ndiposa ambapo tunahesabiwa kuwa wafalme pamoja na nani? Na Yesu Kristo. And then of course mwisho kabisa rangi ya red inawakilisha uzima wa nani? Uzima wa Mungu. Kristo au uzima wa Mungu. Hiyo ndio inatuzalishia tabia takatifu inayowakilisha kwamba yule bibi harusi amevaa kitani kisafi. So tunapozungumzia mavazi hapa yazungumzia, tunazungumzia tabia inayoumbwa kwenye mchakato huo. Mungu kutafuta kuingisha sheria yake kupitia uzima wake, inayotuzalia utukufu na tabia ya kifalme. Nao tunapomalizia hapo, then tunapomalizia, mtu anaposoma kitabu cha Ufunuo 3:18, nisema point fulani ya msingi hapo nimalizie. Na unapoangalia kanisa la Kirumi na Catholic Church, hizi rangi tunazozungumzia wanazivaa katika mavazi yao, sio? Wanazivaa? Ndio maana yake unaona kuna yule mwanamke wa kitabu cha Ufunuo, na Ufunuo ngapi? 17. Mavazi haya nakala hizo za upambo amejiwekea. Na kawaida jinsi ambavyo tunavyotafsiri tunapohubiri unabii, huwa tunaenda kule alafu tunaanza kulinganisha, sio? Huyu mwanamke si unaona? Unaelewa? Tunavyofanya. Na of course sasa wewe unaweza tumia mfano huo, but nafikiria pia unapotumia ule mfano unaanza kuwakilisha, then wewe pia mwenyewe haujaweza kuelewa kanuni ya Mungu jinsi wao wenyewe wanaipotosha. Kwa nini? Mungu hapo anakusudia kwamba yani rangi zile ziwe ndio mapambo ya utakatifu. Sawa? Yani just I think juzi kwa nazungumzia mambo ya color. Kuvaa black doesn't make me what? Hainifanyi kukuwa mweusi katika uovu au kuwa mtakatifu, but the meaning of the purpose. So naweza sema ni suggest, kwa mfano kumekuwa na mada ya vazi, so I will suggest for example, mbona Mungu aseme kwamba rangi ya dark na black ni nzuri zaidi? Kwa nini? Because principle ile ya Paulo ya kutovaa dhahabu ina apply kwamba hamna chochote hapa nje cha kuongeza kitu gani? Thamani. Sio kama naelewa point yangu ya msingi. Yaani Mungu alikuwa anakusudia hivi kwamba
Kuvaa nguo ya bluu haimaanishi kwamba sasa mimi nimepata utiifu, isipokuwa ni ishara ya nini? Ya kusudio ya kwamba sasa utiifu ukamilike ndani yangu. So unapopata mtu amevaa nguo nyekundu kama saa padri, sasa ile nguo nyekundu haimpatii uzima wa Kristo ndani yake. Anapoivaa kule lakini hajakubali kanuni za Bwana za uzima na sheria zake ndani ya maisha yake, then ule mfano hajauelewa, amekwama kwenye mfano jinsi ambavyo Israeli ilibaki kwenye kitu gani? Kwenye mfano. Now, kuna watu wengine kwa mfano ambao wanajiita ni the kingdom of Messiah. Kuna baadhi ya Biblia ziko hapo nyuma ambazo zimeandikwa Messianic. Yaani lazima uvae nguo nyeupe kabisa. Nguo nyeupe kabisa. Nao Mungu alipopeana mfano huu wa nguo nyeupe, kusudio lake ni kwamba binadamu anafaa atafute nini? Utakatifu. Kwa hivyo ni ukumbusho kwa binadamu mwenye akili ya upunguani, sio? Basi sasa ile tusikome kwenye kitu gani? Kwenye zile rangi, tuelewe maana ya zile rangi na kusudio lake litimie katika maisha yangu kama binadamu anayewakilishwa na hekalu hilo, jinsi ambavyo Bwana angelipenda aweze kunirembesha. Tumalizie kusoma kitabu cha Ufunuo 3:18. Nakupa shauri. Naam. Ununue kwangu dhahabu. Ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto. Iliyosafishwa kwa moto. Upate kuwa tajiri. Upate kuwa tajiri. Na mavazi meupe. Na mavazi meupe. Upate kuvaa. Upate kuvaa. So mavazi meupe hapa yanawakilisha tabia ya Kristo anayetupatia. Vazi haikuwagi ni vazi la nje, sio? Vazi ni fumbo la kuwakilisha jinsi ambavyo Kristo ana. Sasa unaposema kufinyanga ni kitu kama ni the right word, kushona. I think ndio example. Jinsi ambavyo Kristo anavyotushonea tabia hii takatifu. Sijui kama mnajua, naomba nimalizie hapa kwa kusema hivi. Sijui kama mnajua kuna sentensi moja kama sijakosea ni Ellen White. Anasema vazi ambalo tunafaa kulivaa ni haki ya Kristo, na kwenye vazi hiyo hamna kazi ya binadamu hata mmoja inayofaa kuongezwa. Ipo kwenye vielelezo. Anasema hivyo. Tunafaa tuvae vazi ya Kristo, lakini vazi hilo hakuna usioma ni upindo. Anasema vipi? Halina upindo. Hakuna hata pindo. Hakuna hata pindo moja ya kibinadamu ambayo inafaa fanya nini? Kuongezwa kule. Kumaanisha ya kwamba Kristo kwanza kabisa yeye ndiye anayeunga nini? Anayeshona ile nguo. Na hiyo nguo inashona kwa design ya tabia anaoitaka mwenyewe. Ndio maana ya mafumbo ya kara zile. Nafikiri mpaka hapo tumezungumzia kanuni zile kanuni ndogo ndogo hapo. Kesho tutaingia kwenye maneno muhimu zaidi kuliko hayo. Mungu awabariki. Amen. Tuweze kuomba. Baba mwema unayetupenda, tunakushukuru kwa maana ya kutupatia kanuni hizi. Lengo kuu lisije likawa kwamba tuwe wenye hekima katika akili na kujaa ufahamu huu tu na kukuwa wanatheolojia hodari, bali lengo kuu iwe tuweze kujua mpango wako na ile hatima kuu ambayo umeiweka mbele ya kila binadamu awaye yote yule ambaye atajipeana kwenye mkono wako wa upendo unaotufinyanga na kutubadilisha na kutuumba upya baada ya kuanguka ndani ya dhambi. Kusudio hilo lisije likapotea katika mawazo yetu tunapofurahia katika kujifunza maana ya mafumbo haya, bali tuweze kuruhusu kanuni za kweli lako liweze kutimia ndani ya maisha yetu. Unapoendelea kutubadilisha maisha haya, tuendelee kufanana pamoja na wewe. Kwa nasi tunapenda kupumzika usiku huu, utuburudishe, utuhifadhi, utupatie uzima. Unapotuamsha pale kesho asubuhi, tuwe tayari kuweza kulipokea neno lako tena katika siku nzima. Wahifadhi walimu, kupatia afya njema, uwalinde, na hata wale wote ambao tunasikiza tupatie afya hiyo hiyo, maana bila hiyo afya tuweze kufanya kazi hii ya utakaso wa mwili hii yetu katika kujenga hekalu la ndani ambalo tunalikusudia liboreshwe. Utukufu wako endelee kung'aa ndani yetu. Asante kwa maana umesikia ombi letu, tutampa Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen.